Hey my beautiful people, once again it's about Chris Santos, the king himself, half man, half amazing. Bana, this is Beyond Borders podcast. Ukiangalia, I have a guest already in the studio na tumeona like chat some of the stories what happening in Kakuma right now. Kwa sababu unajua Kakuma kuna lot of challenges yenye vijana wana face, lakini ukiangalia ni kuna vijana wamesema wana kitu chao. So let's hear more from them. Ni aje bro? Poa sana. Kufiti Kabisa. Tumeona so far Kakuma kuna lot of challenges. Kama challenge gani ambayo umeona kwa vijana kama wewe? Challenges. Kwa upande wangu naweza nikasema ukosefu wa ajira, hiyo ni moja kabisa ambayo inasumbua sana. Yeah. So tulikutambua wewe ni kiongozi wa band, moja kati ya bendi nzuri ambazo zinafanya vizuri pale kambi. Na ukizungumzia ukosefu wa ajira kwa wale vijana ambao unaongoza pale kanisani, unaona mnaweza mkafanya nini ili vijana wale wawe na ajira? Cha kufanya ili vijana wawe na ajira ni kupatikana tu kwa uwezekano, like tupate zile facilities za watu wafanye maybe training ya kujifunza nini skills, ya vitu kama hizo itatusaidia sana. Ya vizuri sana. Nyinyi kama watu wa Ambassadors Band, last year mlifanya concert, this year pia the same. Nini siri ya mafanikio? Mbona tumeona kama vile inakuwa ni mrudio wa concert? What's happening? Kwanza ni injili. Kwanza ni injili, tunafanya kwa ajili ya kutangaza injili. Alafu pia ni it's like a motivation. Juu unajua bila kuwa na events kundi inaweza kulala. So na pia inakuwa like tunatafuta support. Unajua hatuna support kwamba tuna watu maybe wana tu sponsor, hapana. So inafaa tutumie at least what God gave us, ndio tupate hata hiyo support ya kuendeleza kazi. Lakini kuna baadhi ya watu sasa hivi wanasema kwamba watu ambao wanapendelea sana kufanya maconcert ni kama sasa unaona ni njia moja wapo ya kusababisha wao wapate tuseme fedha. Yaani unaona kama vile concert inakuwa kama vile ajira kwao. Nyinyi mnasemaje kuhusiana na swala? Sisi kwetu hatuamini kwamba concert ni ajira, ama kwamba tunafanya ili tuepukane na umaskini. Hapana, sio hivyo. Kama nilivyosema mwanzo, ni njia moja wapo ya kuwasilisha injili, kwa sababu hiyo inawakusanyisha watu wengi sana. Unaona, maybe inaweza kuwa ngumu kumuita mtu akae chini umhubirie injili, lakini wakati utamwandalia kwamba kuna muziki, kuna burudani, atajisikia kuja. Kwa sababu gani? Atasikia kwamba pale kwanza kuna burudani, alafu ndani ya ile burudani ndo kuna ile message sasa ambayo ni injili. Vizuri sana. Last year mlikuwa na concert, pia this year 2026 bado mnaandaa concert which will be happening on 26 April. So nini ambacho kilipelekea this year pia muwe na concert? Kwa sababu last year mlifanya, pia this year mnakwenda kuandaa kufanya. Kwa nini this year mmeona kwamba muandae mfanye concert? Okay, tumefanya kwa sababu kwanza mashabiki zetu wamehitaji, wamehitaji. Alafu pili ni kwamba tunajiandaa vizuri kwa sababu ya shooting ya albamu yetu, ambayo sasa hivi ipo mtandaoni na ambayo inaendelea kusikilizwa. Albamu unaweza kutajia wale watu ambao maybe already umesema albamu iko mtandaoni, maybe unaweza kutajia watu social media platforms zenye hiyo albamu inapatikana ili kidogo iwe rahisi kwao ku access? Okay, kwa sasa hivi albamu yetu inapatikana kwenye Boomplay, Apple Music, TikTok, YouTube ni bado, lakini very soon itakuwa. Bana, tumekuwa naye ni Rafa ni kondi wa Ambassadors Band ambayo inapatikana pale Kakuma 3. Just in case kama unataka kuwa reach, tutakwenda kupin number za mwalimu hapo chini. Just in case kama kuna vile unaweza maybe ukawafikia kwa wale watu ambao maybe wako nje wanataka maybe kujua mengi zaidi kuhusiana na concert yao. Kaka, una nini cha kuambia watu ambao hawajaweza kununua kadi mpaka leo? Cha kuwaomba tu ndugu zanguni ni kwamba hii kazi ni yetu sote na Ambassadors ni yetu sisi sote. Kwa hiyo kitu tunachoweza kuwaomba ni kwamba tiketi zipo, fanya tu haraka kuchukua tiketi yako. Tuna tiketi ya aina mbili, kuna ya 500 na pia kuna ya 300. Lakini kwa upande wangu naweza kukushauri ili ufaidi zaidi siku hiyo, tafuta tiketi ya 500 kwa sababu hautakaa ujutie kamwe. Kwa hiyo cha kuwashauri tu kadi ya 500 inawafaa sana.
Bwana, ukisikiliza sauti ya kiongozi anakuambia kwamba ikiwa kama uko hapo nje bwana, jaribu kupurchase a 500 ticket ambayo itakuwa wewe utakuwa like a special guest kwenye mpenda mtazamaji Beyond Borders Podcast Connected, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho sauti ya mkimbizi ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Bwana, tunaendelea kupiga story na vijana wa Ambassadors Band. Ukiangalia kwenye mkono wangu wa kulia bwana, kuna mrembo angalau kidogo. Unajua warembo wanakuwa na zile wazifa ambazo zipo nyingi sana. So tunaenda kuanza kwa majina kidogo, ajitambulishe, atujue anatokea wapi na nini anachokifanya. Dada, mambo mzima? Tuanze kwa majina kidogo atakufahamu. Naitwa Jocelyn. Jocelyn Daishimie. Natokea hapo Kakuma 3 block 13. Sasa hivi wewe ni mmoja kati ya wana Ambassadors Band. Ni bendi moja ambayo inafanya vizuri sana kwenye upande wa gospel music. Kitu gani ambacho kilikuinspire wewe hadi ukaanza kuimba? Kwa sababu kuna ile historia ambayo kidogo mimi naijua hapo nyuma. Kivyangu mimi kuimba, kuna yule mtu ambaye ana kipaji cha kuimba na kuna yule mtu hana kipaji lakini anapenda kuimba. So kivyangu mimi sidhani kama nina kipaji cha kuimba lakini napenda sana kuimba. Sawa. Nafikiri wewe ni mtu mmoja ambaye nilikuwahi kukuona kwamba ulikuwa unaigiza, ukafanya like short films, ukafanya lot of films ambazo kidogo zina trend Kakuma, which is so good, really amazing. Na wewe ni mmoja kati ya best actress ambao tuko nao. Umesema kwa sababu unaimba, kwa sababu like unapenda kuimba lakini una kipaji cha kuimba. Sina. Na kwa nini sasa uliamua kuacha acting, na ni kitu ambacho labda kinakufaa wewe? Niliamua kuacha acting kwa sababu tukiangalia hapa kambi, ukiwa mwanaume na unaigiza, unaonekana kwamba wewe hauna kazi ya kufanya. Na ukiwa mwanamke unaigiza, unaonekana basi wewe ni malaya, hujatulia. Kwa hiyo ilifika time nikaona kwamba hii skendo sio poa. Unaona? Hii skendo sio poa, na tukiangalia movie hapa kambi, yes tunapata ile kidogo lakini hailipi sana. Hailipi sana. So nikaona ni bora niache, niendane kwanza na mambo ya kuimba. Na hata hivyo miaka yangu yote ambayo nimeishi kwa hii kambi sijaiacha kuimba. Hata kama kuna wale ambao wamekuwa wakiniona nafanya dhambi zangu nini but sijaiacha kuimba. Bwana, vizuri sana. Kuna best part ambao umesema kuna wale ambao wanamuona anafanya dhambi zake. Kwa hiyo unawaki kwamba wewe ni mtenda dhambi? Hapana. Kila mtu ni mtenda dhambi. Lakini kwa njia gani? Hakuna mwema. Hakuna mwema. Lakini kila mtu wanakuambia, kila mtu anakuchukulia kulingana venye umejiweka. Ukijiweka mwizi basi kila mtu ataona wewe ni mwizi. Lakini yule ambaye anaishi na wewe ndo anajua huyu mtu sio mwizi. So ndio hivyo. Inaweza kuwa huko nje kuna mtu ambaye alikuwa anaona huyu mtu ako hivi. So hiyo ndo ambayo naita labda ilikuwa dhambi. Yaani ulikuwa unaona mbona mtu ni mtenda dhambi sana, amendaje kuimba huyu? Kama hivyo yani. So tukirudi kwenye swala la concert, nafikiri last year mlienda concert ambayo ilikuwa inaitwa The Battle Concert. Sijui mwaka huu mmetuandalia kitu gani ambacho kitakuwa different na The Battle Concert? Ni The Battle Festival. Yaani tukiita festival ni festival kweli. Na utofauti tuseme hakuna utofauti, lakini labda creativity ndio tofauti. Nimeona Adisia kuna baadhi ya mabendi pia za kambi ambazo kidogo waliamua like wafanye sijui what's happening. I really don't know, kwa sababu like nyinyi mnaandaa concert, hawa vijana pia wa New Jerusalem Band kutoka pale Friend pia wanaandaa concert ambayo ni the same day the same date. Kulingana nyinyi watu wa Ambassadors Band, mnaona hilo swala linakaaje? Kwa sababu like kuna changamoto hapo katikati. Linakaa poa na hakuna changamoto. Kwa sababu kila watu wana neema yao. Sisi tuna neema yetu na wao pia wana neema yao. Kwanza ni vizuri. Na wale ambao wanasema kwamba sisi ni wakorofi, Ambassadors ni wakorofi, kwa nini tusichange date? Sisi sio wakorofi. Unaona? Sisi sio wakorofi na hatutabadilisha tarehe kwa sababu yao. Kwa sababu sisi tulikuwa tumeweka tarehe yetu. Na lazima tufanye kitu chetu, kwa sababu hatutasema tunabadilisha kwa sababu fulani naye ameweka hivi. Hapana. Acha sisi tufanye na wao wafanye. Kila mtu ataonekaniwa na Mungu wake. Vizuri sana. Kuna wale ambao wanasema kwamba nyinyi ilitakiwa mfanye concert yenu tarehe 19 mwezi wa 4.
lakini mkaamua kuishift from there, mkaamua kuipeleka tarehe 26. Sasa ndio maana nilisema like kwa nini msingeacha tu pale kwenye tarehe 19 ili angalau siku zizigongane? Sio kweli. Sio kweli. Ndio, sio kweli. Na kama ilikuwa imepangwa tarehe 19, basi mimi sijui, lakini sio kweli. Sisi hatukupanga tarehe 19. Tulikuwa tumepanga mwezi wa kwanza, tarehe 1. Lakini kukatokea changamoto fulani, si tukashift mpaka mwezi wa 4. Na tukikuja kuangalia sisi na bendi ya Friend, sisi ndo tulianza kutangaza tarehe. Wao walikuwa bado hawajatangaza. So walitangaza nyuma yetu. Na kama kubadilisha, wao ndo wanafaa badilishe, sio sisi. Kwa hivyo wanatakiwa badilishe tarehe. Ndio, wanafaa badilishe. So ndio hivyo. Vizuri sana bana. Joy anakuambia kwamba watu wa Friend wao wanatakiwa badilisha tarehe, ikiwa kwa sababu wao walianza kutangaza concert mapema sana, which mean ilifaiwe tarehe 1 mwezi hapo, tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini kuna zile changamoto ambazo zipo. Jana nilikuwa na watu wa Friend, tulipiga story nyingi sana, tuliongea mengi sana. Walisema like mlitakiwa mfanye like a partnership kwenye concert yao, nyinyi muende maybe muhudhurie, mkoe kama waalikwa, pia kwenye concert yenu pia na wenyewe waje wao kama waalikwa. Sasa hapo kwenye bado nataka tu nielewe kitu. Ile wao kuja kwenye concert yenu bado itakuwepo ama haitokuwepo? Haitokuwepo kwa sababu tarehe ni moja na masaa ni yale. Unaona? Na tukiangalia ni kweli sisi tunataka support yao na wao pia wanataka support yetu. Lakini sasa hatutasema kwamba ni kiburi ambacho tumeweka ama wao wameweka kiburi, hapana. Lakini kila mtu ana mipangilio yake. Kuna venye wao wamepanga na kuna venye pia sisi tumepanga, ambavyo inasababisha hatuwezi kubadilisha tarehe. Unaona? Hatuwezi kubadilisha tarehe kwa sababu ya mipangilio yetu. Tuna vingi sana vya kufanya. Unaona? Kwa hiyo ni kweli kwamba sisi tulifaa twende na wao walifaa wakuje, lakini haitokuwa kwa sababu tarehe ni zile, masaa ni yale. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo. Bana, vizuri sana. Jaribu tu kuambia watu ambao wanakutazama sasa hivi, ikiwa kama uko pale nje anaweza kununua kadi, afanye nini ili aweze kuaccess kadi? Bana kadi zipo. Kuna 300, kuna 500, kuna invitation pia kama wewe ni mtu mzito, yani unajiona wewe uwezi kununua kadi. Wewe piga tu simu au popote pale unaweza kunifuata mimi, tuko na Sejo Handsome wa kijiji, najua kila mtu anamfahamu. Ukimfuata tu unapata kadi haraka sana na invitation unapata haraka sana. Kwa hiyo ndio hivyo. Karibuni sana kwa wingi, mtu support guys. Sisi bado tuko vijana ambao tunajitafuta, bila nyinyi hatuwezi. Kwa hiyo ndio hivyo.